وعلي وأنتم بخير. أحبتي في الله, tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuzawadia masiku kama haya. Haya ni masiku na kwamba ndani yake kuna mazingatio makubwa. Kwa baadhi yetu ni sherehe peke yake, lakini miongoni mwetu wale ambao kwamba liman kana lahum qalbun au alqa sam'a, wale wenye mioyo ambao kwamba yenye kutafakari, kuna mafunzo makubwa ambao kwamba lazima tujifunze sisi Waislamu katika haya ambao kwamba yamepitika katika masiku kama haya. Wengi tunafahamu somo kubwa ambalo linapatikana siku ya leo ni somo la kuchinja, na biidhnillah kwa wale ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa nafasi waweze kuchinja, tukitoka hapa inshallah wataweza kwenda kuchinja. Na wale ambao hawajapata nafasi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwezeshe mwakani na sisi tuweze kuchinja. Watukufu wa Islam, kuna siri kubwa sana katika kuchinja. Japo hayaelezwi, lakini kuna siri kubwa sana katika kuchinja. Mambo yako yakiwa hayasongi mbele, basi fata sunna kama hii ya iraqatu dami liajli Allah, kumwaga damu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu, adhabu, kuchinja. Kisha uone mambo yako yatakapokuwa, lile lililokuwa zito zaidi lipitishe katika ibada ya kuchinja, kisha baadaye unuie katika yale ambayo kwamba yamekuwa mazito kwa wewe, biidhnillah yatakuwa. Watukufu wa Islam, somo ambalo kwamba tunajifunza lililokuwa fiche katika moyo wa Ibrahim. Wengi tumeangalia kuchinja, lakini lililofichika zaidi katika moyo wa Ibrahim alayhi salam ni at-tadhiya, jambo la kujitolea. Leo ili niwe na furaha, ili uwe na furaha, ili wawe na furaha, ili Waislamu wote tuwe katika furaha, basi kupatikane sifa ambayo kwamba inaitwa sifatu tadhiya, sifa ya kujitolea. Tujitolee katika mambo ya dini. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku hii leo na siku ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alijifakhirisha zaidi kwa viumbe waliokuwa mbinguni, kujifakhirisha kwa kiumbe wake Ibrahim alayhi salam. Viumbe walioko mbinguni wote walistaajabu Ibrahim kumchinja mwanawe, tena ni wa pekee, sio kwa sababu atapata badali ama mali ama chochote, lillahi ta'ala, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu. Kwa hiyo Ibrahim ndani ya moyo wake kulikuwa na sifa ya at-tadhiya. Leo Waislamu at-tadhiya imekuwa katika kuchinja kwa Nabii Allah Ibrahim suratan, lakini maana ya kuchinja ama maana ya tadhiya imekuwa kunjufu zaidi, kwamba leo tunaishi katika giza kwa sababu hakuna watu wenye kujitolea katika dini, katika familia. Leo ukiangalia katika familia, wazazi wengi wanapitia changamoto. Mzazi anawazaa watoto zaidi ya 10 na kuwalea watoto 10 na zaidi, wakamshinda kumlea mama yao mmoja.
sababu kila mmoja aliuliza, nani atakayejitolea? Nani atakayempeleka mama yetu nyumbani? Nani atakayeishi na baba yetu? Bora tukampeleke kwa nyumba ya wazee, akalelewe kule. Atavishwa pampers, atalishwa, atafanyaje? Wewe una pesa zako utalipa, kwa sababu kukosekana tauhid. Leo Uislamu umerudi nyuma kiasi kikubwa kwa sababu hakuna watu wanaojitolea. Angalia katika masala ya malezi. Tupige mfano katika masala ya malezi. Turudi kwa vijana wetu ambao kama hawa ni mustakbali wa maisha yetu. Illa man rahima rabbuk. Kila mmoja anapomsomesha mtoto wake ana malengo fulani. Yale malengo ndani yake hakuna kitu kinachoitwa tadhiya. Upande wa dini, akisoma dini atakuwa nani? Ukimpeleka madarasa atakuwa nani? Ikawa kila mmoja tadhiya yake imempeleka mahala kwingine. Tukufu penzi Islam, turudi kwa Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu. Tadhiya ya mwisho kabisa kwamba ninapenda kuieleza ni tarkul maasi wal muharramat. Sehemu inakuwa nzito kwa mwanadamu ni kuacha maasiya. Kuacha maasiya na yale yaliyoharamishwa Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu. Kusali, kila mmoja anaweza kusali. Kufunga, kila mmoja anaweza kufunga. Lakini kuacha maasiya. Leo tunaenda sambamba na maasiya. Ukiingia msikitini, alhamdulillah, watu wako msikitini, lakini hao wanakuwa msikitini kule kwingine hawajaacha yale wanayoyafanya. Ndio tukaambiwa kwamba tafsiri ya kumcha Mwenyezi Mungu ni kuacha maasiya. Leo utaacha maasiya, wewe ni mtu mkubwa sana. Kuna watu ambao kwamba wameacha maasiya na kuna watu ambao kwamba maasiya yamewaacha. Walioacha maasiya ni wale wenye sifa ya tadhiya katika nyoyo zao. Kumbuka, man asa Allah yawma al-eid fakaanna asahu yawma al-wa'id. Leo usimwasi Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu. Kuna wale ambao maasiya yanawaacha baadaye, wakaketi mili yao ikadhoofika kwa sababu ya maradhi. Yale maasiya hawana nguvu tena ya kufanya, sio kwa sababu wameacha, kwa sababu maasiya yamewaacha. Siku hizi hawezi kula miraa kwa sababu hana meno. Siku hizi hawezi kufanya kitu fulani kwa sababu hana senti. Kwa hiyo haujiacha maasiya yanakuacha kwa sababu hauna senti, hauna tadhiya. Kwa hiyo na tuyahisabu katika umuru al-adiya wa umuru al-ibadat. Kila sehemu kunahitaji tadhiya. Wewe mwenyewe maisha yako yote yanahitaji tadhiya. Lau tadhiya itapatikana, basi utakuwa na furaha majumbani, kazini, barabarani, kila mahala kutakuwa na furaha kwa sababu kuna sifa ya tadhiya. Inshallah tusiwachoshe. Leo sio siku ya kuzungumza. Inapofika saa 2 kila mmoja aende ajikurubishe kwa Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu kwa kichinjwa chake, na kabla haujachinja umtaje Mwenyezi Mungu na umumie matatizo uliyokuwa nayo, kwa sababu wafanya ibada kubwa sana, iraqatu dami liajlillah. Hivi karibuni ninakumbusha wale wenzangu na ndugu zangu ambao kwamba ni mashabiki wa mpira waliochinja juzi kwa sababu ya furaha,
kwamba leo ni siku ya kuchinja. Ikiwa walichinja siku hiyo, basi leo wasikose kuchinja, kwa sababu watakuwa wamefanya makosa makubwa sana kuacha kuchinja leo wakachinja siku isiyokuwa ya kuchinja. Kwa hivyo inshallah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sote tufilike katika rehema zake. Ninatumuomba Mwenyezi Mungu tujalie sote tulikuwa hapa tatamani kwa sababu hatuna uwezo, tutatamani na sisi Mwenyezi Mungu inshallah mwakani tuweke nia kwamba Mwenyezi Mungu sote mwakani atuwezeshe tuwe haji. Ni wachache wenye nia kama hii. Tukiona mahujaji, wewe unatamani, je, watamani? Unajua shiari ngapi kwamba inapatikana pale? Tufike katika ardhi iliyobarikiwa na Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu. Tufike katika ziara Mtume. Sio pesa, ni nia. Kwa hivyo inshallah nafasi hii kila mmoja aweke nia inshallah, na sisi mwakani hatuna mfukoni, Mwenyezi Mungu atupeleke inshallah. Wa kullu aam wa antum bi khair. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.